Leo katika mtazamo chanya tunaangalia umuhimu wa kusudi la maisha na namna ambavyo unaweza ukatengeneza thamani kubwa kuelekea namna ya kuweza kufanikiwa katika maisha yako. Ukweli ni kwamba katika takwimu inaonyesha ya kwamba 95% ya watu wote ulimwenguni hawajui kusudi lao la maisha, na 5% tu ya watu wote ndio wanafahamu kwa nini anaishi. Sasa unaweza ukagundua ya kwamba unakutana na taabu kubwa, unakutana na mambo mengi ambayo hayafanikiwi kwa sababu moja, haujafahamu lengo la wewe kuishi. Je, ulishawahi kujiuliza ya kwamba kwa nini unaishi? Ulishawahi kujiuliza ya kwamba wewe una uwezo gani ambao unaweza kukusababisha na ukakufanikisha katika maisha yako ya kawaida? Ulishawahi kujiuliza hivi chanzo chako cha wewe kuwepo ni nini? Ulishawahi kujiuliza hivi una umuhimu gani katika maisha? Au ulishawahi kujiuliza ni wapi hatima yako au hatima yako ni ipi? Kwa hiyo utajikuta kuna maswali mengi ambayo unaendelea kujiuliza, haupati majibu, na huku maisha yakikusukuma kuendelea mbele, mahitaji yakiendelea kukusukuma mbele, na imekuwa ni changamoto kubwa ya kuweza kufanikiwa katika maisha yako. Changamoto ipo namna ya kuweza kutambua kusudi lako. Na kama umeweza kutambua kusudi lako ni nini, unaweza kugundua ya kwamba utakuwa umepiga hatua kubwa kuelekea mafanikio yako, kwa sababu tayari utakuwa unajua sababu za wewe kuwepo. Hivyo kutokufahamu kusudi lako la maisha au lengo lako la kuishi, ina maana haujui sababu za wewe kuwepo hapo ulipo. Unaweza ukakuta uko katika ofisi, haujui kusudi la wewe kuwepo hapo, hauwezi ukafanya kusudi au hauwezi ukafanya kazi hiyo vizuri kwa sababu moja kwa moja haujui lengo lako ni nini. Unaweza ukaamka asubuhi, haujui pa kwenda, ina maana kokote ambako maisha yatakupeleka utakubaliana nayo kwa sababu hauna lengo, hauwezi kujua namna ya kuweza kufanya. Wakati fulani hauwezi pia kusema hapana, hauwezi kusema hapana kwenye baadhi ya mambo kwa sababu haujui kusudi lako ni nini. Na ndio maana unakuta maisha yakikupeleka hivi uko tayari kwenda, lakini umuhimu wa kuwa na kusudi la maisha ni kuwa aligned, kuwa na alignment ya namna ambavyo umekusudiwa kuishi na ukaishi kulingana na uwezo ambao umepewa. Ndivyo unaweza kugundua ya kwamba umuhimu wa maisha unakuja. Kwa hiyo watu wengi wamejikuta kwamba hawafurahii maisha. Hawafurahii maisha kwa sababu gani? Kwa sababu ya umaskini. Na umaskini ambao unazungumziwa hapa ni umaskini wa fikra. Ukweli ni kwamba unaweza ukafanya sample ya watu wengi ambao wanalalamika katika maisha, ambao wanataabika katika maisha, si kwamba wameshindwa kufanya vitu vingi, lakini ni kushindwa kugundua lengo lao la maisha ni nini. Imepelekea hata hatua nyingi za maisha kushindwa kufika hatua ya kuweza kujua kanuni, kwa sababu lengo halisia haliwezekani. Kwa hiyo leo tunaangalia umuhimu wa kujua kusudi lako katika maisha yako. Unapofahamu kusudi lako la maisha, moja kwa moja barabara inakuwa ni rahisi katika kutazama sehemu moja. Unajikuta option nyingi umeziacha pembeni kwa sababu tayari unajua mwelekeo wako na wapi uweze kuzingatia katika jambo ambalo unaweza kulifanya. Kwa unapofahamu kusudi lako la maisha, unakuta option nyingi ambazo umekuwa nazo, hata biashara ambayo unaifanya, hata kazi ambayo unaifanya au shughuli ambayo unaifanya, utaweza kuifocus na kuikuza biashara hiyo na kuikuza shughuli hiyo kwa sababu tayari unajua lengo lako la maisha na uwezo uliopewa, tayari uko katika kusudi fulani. Hivyo utakuwa na maana zaidi ya kuweza kutengeneza maono yako kupitia swala hilo. Kwa umejikuta wakati fulani mara nyingi umekuta ukiairisha baadhi ya shughuli, baadhi ya biashara kwa sababu hauwezi kujua. Ukikutana changamoto kidogo katika biashara, unaiacha hiyo biashara, kumbe hujui ya kwamba ni kusudi lipi, haujui lengo la kuwa na hiyo biashara ni nini. Kwa kama mtu anataka kutoka labda Dar es Salaam kwenda Mbeya, lengo lake ni kwenda Mbeya, atatafuta njia za kuweza kufika Mbeya, si vinginevyo. Lakini mtu ambaye hajui kwamba anatoka Dar es Salaam anaenda sehemu ambayo haifahamu, hawezi kuwa na njia sahihi kwa sababu kila njia ataijaribisha ambayo haimpi matokeo. Kwa atakapokutana na kikwazo, wakati fulani anaweza kushindwa kuweza kusogea. Na mwandishi mmoja aliandika ya kwamba the obstacle is the way. Pale ambapo unaona kwamba hapawezekani ndio penye njia. Cha msingi ni uwe na kusudi lako mapema ili uweze kujua ya kwamba natakiwa nipambane ili niweze kupita katika njia ambayo inatakiwa. Faida nyingine ya kujua kusudi lako, unakuwa na uwezo mzuri wa kufanya maamuzi yako katika mipango mbalimbali ambayo unakuwa umeiweka. Mtu ambaye anafahamu kusudi lake la maisha atakuwa na faida hii kwa sababu moja kwa moja atapanga malengo yake madogo madogo ya kila siku, malengo yake madogo madogo ya kila mwezi au ya kila baada ya miezi 6 au mwaka mmoja, miaka 5 kuelekea hatima yake ya maisha. Na unapogundua kusudi lako la maisha, ukweli ni kwamba huo ndio uhalisia, kwamba hata mpaka unakwenda kaburini unatakiwa kulitengeneza kusudio hilo. Na ukiwa na kusudi lako la maisha au lengo lako la maisha, haustaafu ni mpaka unapoenda kaburini kwamba sasa nimelitekeleza. Ndio maana wakati fulani Paulo anasema nimevipiga vita vizuri vya imani, mwendo nimeumaliza. Kwa maana akiangalia alichokuja kukifanya alipoitwa, amekifanya kwa nguvu zote. Kwa wakati fulani unashindwa kufanya vitu kwa nguvu kwa sababu
moja kwa moja haujui lengo lake. Hauwezi ukawekeza kwenye kitu ambacho haujui lengo lake. Faida nyingine ya kujua kusudi lako ni kufikia malengo yako kwa urahisi. Si kwamba maisha ni marahisi, si kwamba mipango inatekelezeka tu kirahisi. Fursa inaweza ikawepo, lakini vitendea kazi vinaweza vikakosekana. Lakini mtu ambaye anafahamu lengo lake la maisha, moja kwa moja itakuwa ni rahisi kwa yeye kutafuta nyenzo za kuweza kufikia lengo lake la maisha. Kwa mfano, unaweza kuwa na mpango wa kukua kiuchumi, wa kukua kifedha, wa kuwa na maamuzi bora kifedha. Utakuwa na uwezo mzuri wa kutafuta resources au rasilimali ambazo zitakupeleka kwenye hatua nzuri, nyenzo ambazo zitakufanikisha ili uweze kupiga hatua. Kwa sababu kweli ni kwamba unaweza ukatoka ukawa na malengo mazuri ya kiuchumi, lakini kushindwa kujua yanatakiwa kuyapeleka wapi, moja kwa moja unaweza ukashindwa kufikia malengo yako. Kwa kuwa na kusudi kunakusaidia wewe uweze kutafuta nyenzo sahihi kuhusiana na kile ambacho unakifanya, ambacho ni kusudio lako. Kwa mwisho wa siku, ukishafahamu kusudi, utakuwa na uwezo wa kupambanua ndani ya kwamba uwezo uliowekewa ni mkubwa sana. Kwa wewe, ni jambo moja ambalo naweza nikakushauri ya kwamba kusudi halitoki nje yako wewe. Kusudi liko tayari ndani yako. Cha msingi ni kuligundua kusudi lako. Yaani wewe umeumbwa ili uweze kuishi, umekamilika kusudi lako na uwezo uliopewa tayari unao. Changamoto ni kugundua kwa wakati. Na unapochelewa kugundua kusudi lako la maisha, unachelewa pia kufikia ndoto zako za maisha. Unachelewa kufanya assignment ambayo umepewa. Kwa sababu Mungu alipokuweka, wewe ulipowekwa, umewekwa ili ufanye assignment, ili uweze kufanya kusudio fulani. Na kitu kingine cha msingi ambacho nitakukumbusha leo ni kwamba kusudi lako la maisha ni namna ambavyo wewe umeitwa kuwasaidia wengine na sio kwa ajili ya kujinufaisha. Kwa ukakuta kwamba kuna shughuli ambayo unaifanya ambayo inakunufaisha wewe au unataka ije kwako, hilo sio kusudi lako la maisha. Kusudi lako la maisha ni kwenda watu wengine wafaidike na wewe kupitia namna ambavyo laws au kanuni zimeshawekwa. Mungu ameshaweka kanuni, itakufanya unapofikiria wengine, ndivyo ambavyo wewe unakuwa katika kusudio lako, unakuwa katika namna ambavyo umeitwa. Na ukweli ni kwamba jambo la kufurahisha ni kwamba Mungu anafadhili miradi yake mwenyewe. Kwa hiyo anapokupa assignment, hata pale kazini kama ni meneja, unapoajiriwa unapewa majukumu ya kwamba wewe utafanya jambo 1, 2, 3 mpaka 10. Haya ndio majukumu yako na utalipwa kiasi hiki. Kwa hiyo unalipwa si kwa sababu ya uwezo wako, unalipwa kwa sababu unatekeleza assignment au task au jukumu ambalo umepewa. Kwa ukitekeleza ile jambo, hatua zile, majukumu yale 10 umeyatekeleza kwa uzuri, unalipwa kwa haki. Kwa hiyo utagundua ya kwamba watu wengi wanalipwa nje ya uwezo wao. Aidha analipwa zaidi ya uwezo wake, kwa sababu haulipwi kwa sababu ya uwezo wako, unalipwa kwa sababu ya jukumu ambalo umepewa. Kuna wengine wanalipwa chini ya ambacho litakiwa kulipwa, si kwa sababu uwezo wake ni mdogo, lakini kwa sababu majukumu aliyopewa ndio yanapelekea pale. Kwa hiyo utajikuta kwamba malipo hayategemei namna ambavyo uwezo wako upo. Kama uko katika jukumu fulani, utalipwa kwa sababu umepewa jukumu la kufanya na wewe umeweza kulitekeleza. Kwa hiyo ujumbe wangu leo ni nini? Leo nakuambia kwamba ni muhimu kugundua kusudi lako, ni muhimu kuliishi kusudi lako. Kugundua ni swala moja, lakini kuliishi ni swala lingine. Na jambo la msingi la kufahamu ni kwamba hauwezi ukafanikiwa kwa kuhisi kwamba jukumu lako litakuendesha. Fikra yako umepewa ili ianze kutembea, iweze kuchukua hatua mbalimbali ili uweze kufikisha hatua hiyo. Kwa utajikuta ya kwamba unapokuwa mdogo tayari una kusudio lako. Asilimia kubwa wengi hawajaweza kufikia malengo yao kwa sababu walikatishwa tamaa na familia ambazo wametoka, walikatishwa tamaa na walimu, walikatishwa tamaa na wachungaji ambao wamekuwa nao, walikatishwa tamaa na marafiki ambao walikuwa nao, hivyo kushindwa kufikia kusudi lao la maisha. Jambo lingine ambalo ni changamoto ya kuto kufikia kusudi lako la maisha ni kwa sababu mifumo ya elimu kiukweli imeturudisha nyuma sana. Si kwamba elimu ni mbaya, lakini namna ambavyo tumeichukulia imekatisha wengi tamaa na wameshindwa kufikia malengo yao na kujua kusudi lao, kwa sababu moja kwa moja amekatishwa tamaa na kuonekana kwamba hawezi kufanya jambo fulani. Lakini ujumbe wa leo, pamoja na changamoto nyingi ambazo zinaweza zikawepo, ni kwamba wewe una uwezo mkubwa. Yaani Mungu alipokuumba, aliumba kitu ambacho kimekamilika na uwezo wako hautoki nje ya wewe. Tayari hapo ulipo uwezo wako upo. Tayari hapo ulipo una kusudi la kuishi. Changamoto au unachotakiwa kufanya, hatua, nenda kaanze kugundua kusudi lako la maisha. Namna ya kugundua kusudi lako ni vitu ambavyo unavichukia. Kuna mazingira ambayo unaweza ukayaona vitu fulani havijakaa vizuri. Kwa mfano, wale wanaosoma Biblia, maandiko, Yesu alipokuja hapa duniani, vitu vingi alikuwa hapendi namna ambavyo watu wanaonewa.
wale walimu wa dini, wale viongozi wa dini walipokuwa wakionea watu ambao walikuwa hawana sauti katika jamii, Yesu alikuwa hapendi kile kitu. Kwa hiyo kwa kuto kupenda jambo fulani ambalo halifanyiki kwa uzuri, ni msukumo wa ndani kuonyesha kwamba hili jambo haliko sawa, na wewe ndio umepewa jukumu hilo kuweza kulisolve. Ukishaanza kugundua hivi, unaanza kulipalilia. Umepewa mbegu tayari, anza kulipalilia. Kwa idea yote ulionayo ndio mbegu ambayo umepewa ili iweze kuzaa matunda katika ukubwa, ndipo utakavyokuwa unafikia watu wengi zaidi. Jambo la pili, kuna vitu ambavyo unafurahia kuvifanya, vitu ambavyo uko passionate navyo, vitu ambavyo una interest ya kuvifanya. Hapo utakapojisikia, kwa sababu ule ni msukumo wa ndani. Unaweza kukuta jambo fulani, kuna mtu yeye anapenda kuwa mwalimu, yani ni msukumo wa ndani. Hata jamii inapomwambia kwamba hapana, usiende katika ualimu kutokana na mtizamo, wewe unajisikia kufanya ile jambo kwa sababu uko tayari kulifanya kwa nguvu zote, uko tayari kuliwekeza, uko tayari kufanikiwa, kwa sababu huo ndio mtizamo wa kuweza kulifanya. Kwa jambo au hatua nyingine unaweza kuifanya ili kugundua kusudi lako, angalia ni vitu gani ambavyo wewe unavutwa kuvifanya. Viko vitu vingi ambavyo unakuta unaweza kuvifanya, lakini umekatishwa tamaa na kuamini kwamba haiwezekani. Unapofanya hivyo unakuwa umefunga fikra, kutokuweza kufikiria vizuri. Amua kuanza kubadilika. Hatua nyingine ambayo tunaifanya au unatakiwa kuifanya ili uweze kufikia malengo yako, kujua kusudi lako, jambo kubwa lingine ambalo unalifanya ni vitu ambavyo unaweza kukuta unavisikia kwa marafiki. Watu wanakuambia unaweza kufanya hivi, unaweza kufanya jambo hili. Kwa mfano, unaweza kukuta katika makundi yote labda ya ambayo mnakutana kwenye social medias, labda wewe wale ambao umesoma nao shule ya msingi wanakuweka katika nafasi fulani labda ya mwenyekiti. Unaenda katika kundi lingine au jumuiya nyingine kanisani, au katika jumuiya nyingine ya majirani au jamii, wanakuweka tena kuwa mwenyekiti, usimamie jambo fulani. Unaenda katika kundi lingine pia wanakuweka katika nafasi hiyo. Anza kugundua ya kwamba platform inakuonyesha ya kwamba wewe uwezo wako ni kuongoza watu. Anza kukuza uwezo huo. Sasa wengi wetu hawajafanikiwa kwa sababu anaposikia huo msukumo wa ndani, anakuwa na tabia ya kuangalia wengine. Ukweli ni kwamba tunapoangalia wengine ndipo tunapozima ndoto za kufahamu kusudi la maisha. Unapoangalia wengine ndipo unapofikia hatua ya kutokufikia namna nzuri ya kuweza kujua kusudi lako. Kwa hiyo kitu cha msingi katika hayo ambayo nimeyataja, na yako mengi ambayo yanaweza kuwa na msukumo wa namna hiyo, namna ambavyo unaweza ukafanya jambo fulani kwa ukubwa bila hata kudai malipo, uko tayari kulichimba jambo fulani, kuingia deep, kuona kwamba hili jambo linaweza likafanikiwa, ni namna ambavyo msukumo wa ndani, uwezo wa ndani unakuambia kwamba jambo hili ni la kwako. Sasa tumezuia huo uwezo. Wengi wetu mmezuia huo uwezo, na mwisho wa siku inakupelekea kutokuwa na manufaa katika jambo unalofanya. Ndio maana utakuta hata jambo ambalo umeamua kulifanya unalifanya kwa maumivu makubwa, moyo ukiuma kwamba mbona hili jambo haliwezekani. Likitokea changamoto yoyote hauko tayari kuishughulikia, au inakuumiza sana, unafikiria hatua fulani ambazo nilizifanya katika maisha. Changamoto ni umeacha kusudio lako, umeenda katika kusudio lingine. Ukweli ni kwamba unaweza ukawekeza zaidi kwenye jambo ambalo sio la kwako, na unaweza usipate matokeo. Ni sawasawa na kujenga nyumba katika kiwanja ambacho si chako. Siku yoyote gharama ulizotumia zote zitakwenda chini, ila unapojenga nyumba yako katika kiwanja ambacho ni cha kwako, uwekezaji wote utakaoufanya unaufanya kwa amani, unaufanya kwa uhuru, kwa sababu moja kwa moja inakupelekea kwamba hili ndio kusudio langu, na hapa ninawekeza kwa sababu ninatakiwa kuwekeza hapa. Kwa hiyo badilisha mtazamo na anza kujua kusudi lako la maisha. Inawezekana. Wengi wetu wamekata tamaa kwa sababu wanaona kwamba mbona siwezi kulijua kusudi langu, mbona nilishaanza maisha, nimeshafikia kufanya majukumu, halafu inashindikana kufanya hivi. Unapopata ujumbe, changamoto ni kwamba wengi wanafahamu mambo ya kufanya, lakini hawafanyi yale wanayoyafahamu. Ndio changamoto ya kutokufanikiwa. Unapofahamu leo kwamba unatakiwa kujua kusudi lako, anza kupiga hatua, na wala usisubiri sana. Anza kupiga hatua taratibu, utaweza kufikia malengo yako ya maisha.